Naam, tukio la kustajabisha leo baada ya spika wa bunge aliyehudumu chini ya utawala wa CCM sasa kumuunga Tundu Lissu mkono na kumsifu kisha kutuma ujumbe huu mzito gerezani uliowashangaza Watanzania wengi. Lakini je, ametuma ujumbe gani ambao umevutia hisia kuhusu Tundu Lissu gerezani? Spika huyu wa zamani wa CCM amejiondoa rasmi CCM au la? Na ujumbe wa mwisho alioutuma spika huyu wa zamani utaweza kukushangaza. Lakini kabla tuangalie yote haya, hakikisha umelike video hii, subscribe na ubonyeza alama ya kengele, alafu niambie unanisikiliza au kunitazama ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humo Tanzania niambie unanipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Mjadala wa kustaajabisha wa kisiasa umezidi kuenea Tanzania leo baada ya aliyekuwa spika wa bunge Anna Makinda chini ya utawala wa CCM kumsifu hadharani mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, akimtaja kuwa ni miongoni mwa watu wenye uwezo mkubwa wa kisheria aliyowahi kukutana nao wakati akiongoza bunge. Huyu ni kiongozi wa kwanza mkongwe wa CCM ambaye ameibuka kumtetea na kumsifu Tundu Antipas Lissu. Kauli hizo zake zimevuta hisia kubwa kwa sababu Anna Makinda aliwahi kuwa mmoja wa viongozi wakuu chini ya utawala wa CCM uliopita, huku Tundu Lissu akibaki kuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa kisiasa wa chama hicho tawala. Sasa watu wengi wanauliza swali moja, mbona spika wa bunge wa zamani wa CCM anamsifia waziwazi Tundu Lissu wakati huu ambapo mivutano ya kisiasa bado iko juu na Tundu Lissu anakabiliwa na kesi ya kushtakiwa na serikali? Na alisema nini hasa kuhusu kiongozi huyo wa upinzani? Kwa mujibu wa Makinda, kuna nyakati kadhaa akiwa spika wa bunge chini ya CCM ambapo bunge lilikumbana na mijadala migumu ya kisheria nchini ambazo wabunge wengi walishindwa kutatua. Alieleza kuwa baadhi ya mijadala ilifikia mkwamo na kusimama, hivyo kufanya kuwa vigumu kwa wabunge kusonga mbele. Hata hivyo, alisema mara nyingi hali hizo ziliboreka baada ya kuwasikiliza wabunge waliona ujuzi mkubwa wa kisheria na uchambuzi, wabunge waliona akili ambayo si ya kawaida. Miongoni mwa wabunge hao alimtaja hasa Tundu Antipas Lissu. Ndiyo, Anna Makinda, spika wa bunge wa zamani wa CCM, amemtaja Tundu Lissu kuwa mtu ambaye aliyekuwa na akili isiyo ya kawaida ndani ya bunge. Alisema Tundu Lissu alionyesha uwezo wa kipekee alipokuwa akichambua masuala ya kisheria na taratibu za bunge. Alimsifia sana Tundu Lissu, na kilichovutia umati zaidi ni kwa nini spika huyu wa bunge anaibuka sasa hivi kipindi ambapo Tundu Lissu anakabiliwa na mikosi mikali ya kisheria nchini. Na kauli hiyo mara moja tu ikavutia watu wengi. Huu haukuwa ukosoaji, huu haukuwa mzozo wa kisiasa, badala yake ilikuwa ni sifa kutoka kwa spika wa zamani ambaye aliongoza baadhi ya mijadala mikali ya bunge la Tanzania chini ya serikali ya CCM. Kwa wafuatiliaji wengi, kusikia kigogo wa CCM kama huyu wa zamani na mkongwe akikiri uwezo wa Tundu Lissu na akili za Tundu Lissu hadharani ni jambo la maana sana, kwani tayari wachambuzi wengi wamesema akili kama ya Tundu Lissu haifai kuwa gerezani. Wanapendekeza pia kwamba ushindani wa kisiasa si lazima ufute heshima ya kitaaluma, na ndiyo maana maoni haya ya spika huyu wa bunge yamezua mjadala mwingi leo. Kwa mujibu wa Anna Makinda, uongozi bora wa bunge ulihitaji uvumilivu, hekima na utayari wa kusikiliza hoja zenye nguvu bila kujali zinatoka wapi, na hii alimpatia sifa hizi zote Tundu Lissu alikuwa nazo. Alieleza kuwa uongozi wenye mafanikio sio kushinda kila siku mizozo, badala yake inahusisha kuelewa mitazamo tofauti na kutafuta suluhu zinazonufaisha nchi. Anna Makinda alisema mara nyingi anapenda kusikiliza kwa makini mabishano yenye hoja za msingi badala ya kujihusisha na malumbano ya kisiasa yasiyo ya lazima. Alipendekeza kuwa mbinu hii ilisaidia bunge hilo kushinda nyakati ngumu kadhaa wakati wa uongozi wake, lakini labda sehemu iliyozungumzwa zaidi ya matamshi yake ilikuwa maelezo yake ya siasa yenyewe na kuhusu Tundu Lissu. Anna Makinda alisisitiza kuwa siasa kamwe isionekane kuwa ni uadui binafsi kama anavyopitia Tundu Lissu. Badala yake alisema siasa ni jukwaa ambalo maoni tofauti yanaweza kushindana huku yakichangia maendeleo ya taifa. Upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania nao wameanza kutafsiri umuhimu wa kauli ya spika wa bunge wa zamani chini ya utawala wa CCM Anna Makinda.
Baadhi ya waangalizi wa kisiasa wanasema maoni yake Anna Makinda yanawakilisha mwito wa kurejeshwa kwa siasa zenye msingi wa masuala. Kwa maneno mengine, siasa zinazoendeshwa na mawazo, mijadala ya kisera na mabishano ya kisheria badala ya mashambulizi ya kibinafsi. Kulingana na wachambuzi kadhaa, kutambua mchango wa mpinzani wa kisiasa kama Tundu Lissu kunaonyesha imani na ukomavu wa kidemokrasia kwa spika huyo wa bunge. Wanasema kuwa demokrasia yenye afya inategemea viongozi kuwa tayari kutambua talanta popote ilipo. Ikiwa mtu ni wa chama tawala au upinzani, haipaswi kuzuia kutambuliwa kwa michango yake au akili zake. Mtazamo huo umekuwa mada kuu katika kuguswa na matamshi ya Makinda. Wakati huo huo, maoni yanafika katika kipindi ambacho mijadala kuhusu maridhiano ya kisiasa yanaendelea kuzingatiwa kote Tanzania. Maswali kuhusu umoja wa kitaifa, ushiriki wa kidemokrasia na ushirikiano kati ya watendaji wa kisiasa yanasalia kuwa mada kuu katika mijadala ya umma kama hii iliyoibuliwa na spika wa bunge. Kwa sababu ya mazingira hayo, baadhi ya wachambuzi wa siasa nchini pia wanaamini kuwa kauli za spika wa bunge huyu wa zamani Makinda zinaweza kuwa na maana kubwa zaidi ya bunge lenyewe. Wanasema kutambua uwezo wa viongozi kama Tundu Lissu kutoka kambi tofauti za kisiasa kunaweza kusaidia kupunguza mgawanyiko na kuhimiza kuheshimiana na maridhiano. Wengine wanaamini kuwa kauli kama hizo zinasema kuunda nafasi kwa mazungumzo ya kisiasa yenye kujenga zaidi. Ikiwa hiyo itatokea, bado itaonekana. Hata hivyo, wengi wanahoji kuwa maneno ya spika huyo wa zamani wa CCM yanathibitisha kile ambacho wamekuwa wakiamini kwa muda mrefu kuhusu utaalamu wa kisheria wa Tundu Lissu na uzoefu wake wa ubunge. Wengine walielezea kauli hiyo kama ushahidi kwamba uwezo wa kitaaluma unaweza kutambuliwa hata katika migawanyiko ya kisiasa. Wakati huo huo, waangalizi wengine wamehimiza tahadhari dhidi ya kusoma sana maoni ya kisiasa. Wanasema kuwa kutambua uwezo wa mtu hakuonyeshi moja kwa moja kumuunga mkono au usawa wa kisiasa. Na hiyo inatuleta kwenye swali ambalo watu wengi wanauliza siku ya leo. Ina maana Anna Makinda, spika wa bunge wa zamani, anasogea karibu na kujiunga na upinzani au kumuunga mkono Tundu Lissu? Hilo bado ni swali ambalo halina jibu. Jambo lisilopingika ni kwamba maneno hayo yamezua gumzo kuhusu nafasi aliyocheza Tundu Lissu katika miaka yake ya bunge na kutambuliwa na spika kutoka CCM. Vilevile, wafuasi wanamkumbuka kama mmoja wa viongozi wa upinzani wenye sauti kubwa katika mijadala ya wabunge. Sasa miaka kadhaa baadaye, spika wa zamani Anna Makinda ameangazia hadharani sifa za Tundu Lissu. Matokeo yake ni mjadala mpya wa kisiasa ambao unaenea zaidi ya maoni ya asili yenyewe. Kauli moja inayoenea ni kwamba pongezi moja isiyotarajiwa kutoka kwa spika wa bunge, na ghafla duru za kisiasa kote Tanzania zinamzungumzia Tundu Lissu. Spika wa zamani Anna Makinda amemtaja hadharani kiongozi wa upinzani na mwenyekiti wa Chadema kuwa ni kiongozi mwenye uwezo na shupavu na mwenye akili ya ajabu ya kisheria na kiuchambuzi.